Katika kuelekea AFCON 2027, kamati ya fedha ya jiji la Arusha ikiongozwa na mstahiki meya Mheshimiwa Maximilian Materange leo Januari 26, 2026 imefanya ziara ya tathmini ya maandalizi ya jiji hilo kuhakikisha kuwa miundombinu ya masoko, barabara na viwanja vinakidhi hadhi ya michuano hiyo ya kimataifa, ambapo Arusha ni miongoni mwa majiji itakayokuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON. Akizungumza wakati wa kikao cha majumuisho ya ziara hiyo, mstahiki meya Mheshimiwa Maximilian Irange amesema kuelekea AFCON 2027 upo umuhimu wa kufanyia maboresho miundombinu ya masoko, barabara na viwanja. Wakati wa ziara hii, kamati ya fedha imezuru kata ya Bara, soko la NMC Samunge, kata ya Kati, kata ya Kaloleni na maeneo mengine. Sasa kamati yetu hii inaangaliwa sana, baraza la madiwani inaangaliwa sana. AFCON ni jambo la nchi, lakini city hall, yani halmashauri, ina sehemu yake. Tuko sawa eh? Kwa mimi nikasema kwenye mambo ambayo tutatakiwa tuyafanyie maboresho, na kama mnavyokumbuka hata kwenye risala yangu au hotuba yangu kwenye baraza iliyopita niliongelea sana mambo ya maboresho ya barabara, mambo ya maboresho ya miradi ambayo haijakamilika, lakini mambo ya maboresho ya miundombinu kama ya masoko na kadhalika. Imagine kombe la mataifa ya Afrika inachezwa hapa Arusha, na moja ya masoko yetu ni soko la Samunge pale chini, iko katika hali ile, tutaonekana wenda wazimu wa kiwango cha lami. Tumepita kata ya Kaloleni ambayo ni katikati kabisa ya mji, barabara za vumbi mmeona. Inakuja AFCON ambako Kaloleni ni kama sehemu ya watu kula bata, unakuta katikati kabisa ya mji ndio kuna vumbi za namna ile. Kwa hiyo kwenye kamati yetu hii lazima tuangalie namna ya kutengeneza dira itakayotutoa hapa tuliko kwenda kwenye ile AFCON ambayo kila mtu angetaka kuiona. Kwenye sekta ya barabara lazima tupambane kuangalia namna gani tunaweza tukafanya maboresho. Kwa katikati ya mji tunategemea barabara zote ziwe na lami. Ni kwa pembezoni tutategemea barabara ziwe na nini? Ziwe na mitaro ya kupitisha maji ya mvua, ziwe na culverts. Lakini kwenye masoko najua hatuna hela. Hatuna doubt kwamba hatuna hela. Lakini kwa sababu ya ugeni huu unaokuja nchini kwetu, uwezekano wa kujenga ushawishi serikalini ni mkubwa sana, na tukapata pesa ya kufanya maboresho kwenye masoko yetu. Tuna soko kama hilo la Samunge, tuna soko la Kijenge pale, tuna stendi ndogo pale ambayo kwa akili ya kawaida sio stendi ambayo inatakiwa ikae katikati ya mji. Tuna soko la Mbauda, nayo haijakaa sawa. Kwa hiyo waheshimiwa wajumbe, mimi naombe tukubaliane. Mimi kama mwenyekiti wenu nimewashawishi kwamba hivi vitu tuingize kwenye nini? Kwenye either tuingize kwenye bajeti yetu, alafu tuangalie tutapata hela wapi. Kwa sababu inawezekana kwenye makusanyo ya mapato ya ndani tusiwe na pesa ya kutosha. Lakini kutokana na ugeni huu nao kuja, nimeongea sana mara nyingi na mheshimiwa waziri, hata leo asubuhi nimeongea naye. Amesema nyie andaeni maeneo, serikali italeta pesa. Kwa mfano kata ya Bara tulikoenda kuangalia kama tutafanikiwa kwamba eneo hili itajengwa uwanja, automatically barabara za kwenda pale zitapata tu lami, yani sio swala la kuuliza. Sasa mtu anasema sasa, unajua wizara inakuja kuchukua viwanja vyetu alafu inakuwa ya kwake, itakuwaje? Sawa, inakuja kuchukua. Lakini hivi wewe ukapata barabara ya lami kwenye kata yako, hapo hamna maendeleo. Kwenye uchumi kuna kitu inaitwa multiplier effect. Yaani unaweza pesa isije moja kwa moja kwenye mfuko wako kutokana na mradi uliopo, lakini kutokana na mradi ule pesa ikazunguka kwa watu wako. Na kazi ya serikali ni kuhakikisha wananchi wake wanapata mzunguko wa nini? Wa pesa. Eneo kama pale Kaloleni kwa mfano, eneo la uwanja ni eka 3.7, lakini pale kuna eka 7 plus. Maana yake tuna zaidi ya eka 3 imebaki. Je, busara ni kuacha ikae kama vile ilivyo, au uwanja ujengwe pale, umeboresha thamani ya eneo, bado tutakuwa na eka 3, ungeweza kujenga hoteli, tukaweza kujenga kitu chochote, ukumbi na kadhalika. Lakini soko la Samunge ukijenga hata floor moja pale, mapato ya pale tunaambia ni 1.5 million a day. Lakini pale unaweza kupeleka yale mapato mpaka milioni 5, 6, 7. It's very much possible. There's money there. Yaani pale kuna biashara. Kwa hiyo hakuna sababu ya kujichukulia kwa wanyonge kwa kwenda tu na hivi tunavyoenda business as usual. Eneo lile katikati ya mji haifai. Kwa hiyo yote kwa yote tukubaliana, na huu ni mwanzo wa mwaka wa 2026. Mwaka huu hatuna hekayuka yote ya yale mambo yetu yale ya busara itumike. Si mtakuwa mnaelewa watu wazima Kwa hiyo huu ni mwaka wa kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya wananchi wetu.
Arusha oye. Mnanielewa eh? Tufanye maamuzi magumu ambayo tukiyakamilisha hata hao wananchi wanasema kweli pale kwenye baraza kulikuwa na madiwani na wataalamu wenye vichwa vilivyoko sawa sawa. Lakini kwa hii namna tunavyoenda ni vigumu sana sisi kufanya hatua yote ya maana. Na mimi nafikiri mafanikio ya uongozi wote ni pale unapokuwa umeacha alama ya kudumu kwa watu wako.